Sisi kama taasisi tunaendelea kushirikiana na serikali au tunaendelea kuhakikisha kwamba tunaikumbusha au tunahamasisha mifumo katika utekelezaji wa miongozo. Mifumo nikimaanisha watendakazi katika serikali, watu kama watu wa huduma za afya, maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, wote kwa pamoja tunakuwa vinara katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza vizuri yale yanayotupasa ili tuweze kumsaidia mtoto wa kike huyu akue katika afya nzuri, ili aweze kupata maendeleo yake mwenyewe au ili aweze kufikia zile ndoto zake, basi awe na afya njema. Lakini pia masuala ya kidijitali, aweze kucheza katika mitandao akiwa salama, aweze kuitumia mitandao vizuri katika kujiletea maendeleo yake mwenyewe, asijiingize katika masuala ambayo yanaweza kumuumiza au yanaweza kupelekea ukatili wa kijinsia. Mataifa kuanzisha hii siku ni kwa sababu ya kuona watoto wa kike wananyimwa fursa ya kuwa vipaumbele katika maamuzi, lakini pia ni wahanga wakubwa wa ukatili. Kwa hiyo walianzisha hii siku kwa sababu ya kuwatetea watoto wa kike. Lakini pia sambamba na hilo, siku hii ya kujivunia ni kuwa raise sauti zao zisikike, kwamba mtu anafanywa ukatili au labda mtu ana shida, anatakiwa aongelee wapi, atolee malalamiko yake wapi. Kwa hiyo katika siku hii inakutanisha wasichana wote ambao wanaweza wakashare mambo yao, wanaweza wakashare vitu vyao, changamoto zao, faida zao, lakini pia kubadilishana fursa na mawazo. Kuna wale vijana wa shule, lakini pia kuna wale ambao wapo mtaani. Siku ya leo wanakutana wote pamoja kubadilishana mawazo, waliopata fursa ya shule kushare vitu vyao, changamoto zao, lakini pia kwa waliopo majumbani na mitaani nao pia wanashare vitu vyao, ili kuhamasisha zaidi jamii kwa pamoja, tuungane kwa pamoja ili kuweza kumlinda huyu mtoto wa kike. Zaidi tunatekeleza mradi wetu wa REST, Productive Equity Strategy, ambao ni mradi unaofanya kwa mashirikiano, ambao tukishirikiana moja kwa moja kupitia na DSW Tanzania, ambapo katika mradi wetu sisi kama Doyodo tunamlindaje mtoto wa kike, tunampa elimu moja kwa moja ya afya ya uzazi, lakini zaidi tunaepusha na mimba za utotoni kwa vijana, zaidi na vitendo vya kikatili ambao vinakumba moja kwa moja mabinti wa kike walioko mashuleni. Kwa hapa tunatumia falsafa ya magauni manne, ambapo tunamtaka binti aweze kuvaa gauni la kwanza, ina maana ni gauni la shule, ina maana shule ya msingi mpaka sekondari. Ina maana katika kipindi hiki chote tutakuwa ni namna gani binti tunaenda kumlinda ili aweze kutimiza zile ndoto zake. Lakini gauni la pili ni gauni la mahafali, ina maana aingie chuo kikuu. Gauni la tatu ni gauni la harusi, na gauni la nne ni gauni la maternity ambalo ni gauni la ujauzito. Kwa ukianza kuangalia kama binti akafuata huu mtiririko mzuri, moja kwa moja atakuwa ameweza kufikia ndoto zake, na kama serikali, wadau pamoja na mabinti wenyewe waweze kutambua zile sera ambazo zipo ili zinazoweza kuwasogeza kufikia hiyo vision, ikiwepo sera ya vijana, lakini pia na mtakuwa namna gani na zenyewe zinaweza zikaboreshwa kwa muktadha wa kuweza kufikia vision ya 2050. Tuliona ni vyema tukakusanyika ili tuweze kuwa na mjadala mbalimbali kuona namna gani sisi kama taasisi au mashirika tunachangia katika afua za serikali kuhakikisha mabinti pamoja na vijana wanafikia ndoto zao. Kwa hiyo kwa mwaka huu siku ya mtoto wa kike ambayo inaadhimishwa kitaifa mkoani Shinyanga, wilaya ya Kishapu, ambayo inaenda na kauli mbiu kwamba mimi ni msichana kinara kwa mabadiliko ya Tanzania niitakayo 2050. Kwa maana kwamba tunataka kuona msichana anachangia 50 ambayo imekuwa launched mwaka huu mwezi wa 5, ambapo tunataka sasa kijana naye awe ni sehemu ya kuhakikisha yale matokeo yote ambayo tunayataka yanatokea kwa Tanzania yetu yanatokea kwa kuhakikisha wanafanya jambo moja au jambo jingine ili tuweze kupata matokeo chanya. Na sisi kama taasisi ya Kivulini tumekuwa tunatekeleza shughuli mbalimbali kuhakikisha mabinti au watoto wa kike wanazifikia ndoto zao. Kwa mfano tumekuwa tukifanya masuala ya economic empowerment, tunawajengea uwezo wa kiuchumi hawa mabinti ili waweze kufikia ndoto zao, kwa sababu moja kati ya changamoto kubwa ambayo inawakabili vijana wa kike ni kuwa tegemezi, kutoweza kujitegemea wao wenyewe, kutegemea uchumi wa watu wengine. Kwa hiyo wanashindwa kufikia zile fursa za kimaendeleo, mwisho wa siku wanapitia vitendo vya ukatili kwenye jamii zao au kwa watu wanaokuwa wanawazunguka. Naitwa Shamsa Halfan kutoka shirika la DSW Tanzania. Shirika la DSW Tanzania tunatekeleza miradi mbalimbali ikiwemo mradi wa REST project ambao tunautekeleza hapa Mbeya.
Katika kuadhimisha siku ya kimataifa mtoto wa kike, sisi kama shirika tumekutana na wadau mbalimbali. Lengo ni kuweza kujadili kwa pamoja, lakini kufanya tathmini namna ambavyo tunafanya na kutekeleza miradi yetu hapa. Lakini katika kuadhimisha siku hii tumekuja kuangalia sera mbalimbali ikiwemo sera ya vijana, lakini hata pia mtakuwa kuwawezesha watoto wa kike, lakini bila kuwaacha watoto wa kiume. Tuendelee kuwashika mkono na kuwashirikisha katika afua mbalimbali, katika vikoa mbalimbali, wazijue sera zao, wajue wafike katika ofisi za serikali za mtaa, wafike katika vituo vya huduma rafiki, waweze kupata huduma mbalimbali. Lengo kuu ni kuboresha maisha yao, lakini pia kupinga ukatili wa kijinsia na kuwawezesha mabinti waweze